Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama nashukuru. Wesley ameongea vizuri sana na wewe umeongea vizuri. Na mimi nashukuru sana. Nimefahamu nini na huyu binti muda mrefu sana, na nilikuwa nikikutana nao nilikuwa namwambia dada asikuzoee kama kuoi. Sasa siku moja wakanipa rushwa ya juice. Wamaliza kunywa juice, nikamwambia hata kama mmenionga juice asikuzoee kama kuoi. Mimi na miaka 22 sasa ya ndoa, sijawahi kujuta kwa nini nimeoa kabisa. Kabisa. Ukisoma Biblia, wakati Mungu ameumba kila kitu, wanyama, maji, ardhi, kila kitu, kuna neno moja alisema ambalo ni very serious katika maisha. Mungu akauona moyo wa Adamu hauna amani, akampa usingizi, alafu akamchomoa mke wake kwenye ubavu wake. Alafu Adamu vitu vyote alivyokuwa amepewa na milki yote ya ulimwengu hakuwahi kuwa amepiga kelele. Alipomuona mwanamke akasema, "Oh, nyama katika nyama yangu, nini katika nini yao." Hiyo inakuambia kwamba mwanamke ni kitu cha maana sana katika maisha. Kabisa. Nenda kumheshimu mume wako. Uweze kumchanganya mume kwa style ya nywele, unamchanganya kwa unyenyekevu. Enyi wake watiini waume zenu, na enyi waume wapendeni wake zenu. Sikiliza Mangi, kama Kristo alivyolipenda kanisa hata akautoa uhai wake kwa ajili yake. Nilikuona kwenye group leo pale kanisani, ulitembea mbele ukamwacha wife nyuma. Acha ukuda wewe. Pende mke wako, mheshimu mke wako. Watu wawili wanaopendana kupatana hawawezi kufeli maisha. Hawawezi kufeli maisha. Mungu awasaidie mpate watoto. Muwalee bora. Shemeji, mimi sikuelewelewi, lakini kama haueleweki sana, pia sisi huku kwetu baada ya Mungu kuna chama. Mungu awabariki sana.